Gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa YK Media Production. Karibia sana uweze kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Na leo nitakwenda kukuonyesha vitu vichache kabisa ambavyo unatakiwa uvifanye katika studio yako, lakini vitu ambavyo unatakiwa uweze kuvifanya katika kuhakikisha unatengeneza beat kali kabisa, simple way na matokeo mazuri kabisa. Okay, kitu cha kwanza kabisa ni masuala ya plugins. Okay, kama nilivyokuwa nikiendelea kuonyesha plugins mbalimbali, lakini hapa nimekuja na beat tu. Hii beat ni ya msanii wangu ambayo nimeweza kukupigia kidogo hapo, lakini nitakwenda kukuonyesha vitu gani ambavyo nimeweza kuvitumia mpaka kupata hiyo beat. Okay, basi tutaenda haraka haraka kidogo. Kitu cha kwanza kabisa nilipiga FM piano ambazo zinapatikana kwenye ile Dune 3. Hizi hapa hizi nilicheza kodi zangu kwenye hii kitu ambapo zina sound namna hii hapa. Okay, hicho ni kitu cha kwanza, lakini kitu cha pili nilikuja kupiga hizi string. Ukizichanganya na kodi unapata hichi kitu hapa. Kama ulivyoweza kusikia hapo, basi tunaenda kuendelea kidogo. Okay, use. Ngoja tuweke kitu kidogo vizuri. Okay, kitu cha tatu ni kuja kupiga hizi pad. Na pad hizi ni kwenye Yamaha. Hizi ni Contact library, okay? Contact, baada ya kupiga 23 nilikuja kupiga Contact 2, nikaja nikapiga na hizi plug zenyewe zina hizi pad zinaitwa Dunes. So hii ni Dune 3, lakini plug na yenyewe ilikuwa zinaitwa Dunes, zile sample za kwenye pad, okay? Kitu kingine nilichokuja kuongezea hapa, nilikuja kupiga hizi piano hizi. Okay, so kitu kinachofuata nikaja nikapiga mbele. Nikapiga kick. Kitu kinachofuata kwenye kick nikaja nikapiga tena. Nilikuja kuongezea hizi kompa hizi. Hizi hapa hizi Afro Congo hizi. Hizi hapa drums za kwenye Congo. So kija plus hizi na hizi, nikizima Congo inakuwa hivi. Okay, kitu ninachofuata nikaja nikapiga okay. Okay, mswari kidogo ni set hapa, naona kuna vitu vinasumbua kidogo hapa, ngoja niweze kuseti hapa kidogo. Okay. Okay, kitu kilichofuata kuja kupiga
kama unaweza kusikia. Kwa hiyo ukichanganya kwa pamoja biti nzima ikaja. Okay, kwa hiyo leads nilikuja kupiga hizi kwenye hii sehemu ya mwanzo hapa, kama unaweza kusikia hapa mwanzo. Okay, kama hivyo. Okay, basi vitu vingine hapa ni zile plug tu ambazo nilitumia kufanya mixing. Nilitumia compressor compress vitu vyangu hapa, vinanda hivi kiki, nilicompress kwa kutumia tu ara compressor hii mono. Okay, lakini snare zangu nilikuja kuzifanyia EQ. Nilikata low frequency hapa kama unavyoona. Nilikata kwenye low frequency. Lakini pia kiki yangu niliweza kuikata hapa katikati hapa. Mwanzo ilikuwa na sound hivi. Kwa hiyo nikaja nikakata haya maeneo hapa. So kwenye vinanda kule vingine ambavyo viliendelea kusikika kwenye lead. Okay, kwenye upande wa gitaa nilikata frequency za low pamoja na frequency za high, nikakiacha kwenye midi, lakini pia nikaja nikaongeza na X Pro ni hapa, na yenyewe pia nilikata low pamoja na high, lakini nikaongeza air. Hii hapa air, ongeza air, lakini nikaweka reverb kidogo pamoja na delay. Okay, kwenye upande wa upande wa padi nilikuja tu nikazitengeneza hapo, nikakata low pamoja na high frequency. Okay, katia kile unachokifanya kiwe vizuri. Upande wa string na kwenye nilikuja kukata low frequency na high frequency za mwisho kabisa kule. Kwa nilikicheza frequency za 500 mpaka 20,000. Kwa nilikata maeneo madogo tu ya low kote huku. Nilikuja kuzikatia hapa. So huku kuna sauti ambazo sizihitaji. Okay, na kwenye upande wa kodi zangu za kwanza kabisa za piano nilikuja kukata huku kidogo tu kwenye low kidogo pamoja na high. Lengo langu nilitaka kinanda changu kijae, basi kuweza kukata huku. Kaiacha hapa kwenye, manake ilikuwa kwenye low lakini nilikata kwenye maeneo ya sabu. Okay, basi mpaka hapo. Okay, na kitu cha mwisho kabisa ni bass. Upande wa bass namba 7 hapa kwenye bass hapa nilipiga bass ya kwenye bass ilikuwa ni Nexus. Okay, hii hapa Nexus sine bass. Okay, nilipiga sine bass kwenye upande wa Nexus. Okay, kwa hiyo nimetumia plug chache tu, nimetumia plug chache sana. Nimetumia hii DO3, lakini nikatumia contact, lakini nikaja nikatumia Nexus Afro Congo nikatumia Afro Congo pamoja na Nexus. Na mabiti yangu imekuwa nzito kweli kweli. Lakini kwenye upande wa mastering
Kwenye mastering nilitumia tu hii Paz kwa sababu beat yangu sikuifanyia master, nilifanya mix tu. Master nilikuja kufanya kwenye wimbo. Wimbo ukitoka basi utaweza kusikia kitu gani ambacho nilifanya. Niliweka tu hii mita yangu hapa kwa ajili ya kuangalia beat yangu inapo sound, okay? Mara nyingine si lazima kwenye beat unavotoa beat yako, sio lazima ufanye vitu ambavyo hauvijui. Niliweka tu mita yangu hapa kwa ajili ya kuona, lakini mwisho hapa kuna hii enhance hii. So ilikuwa hivyo tu. Kwa wale wanahitaji kujifunza beat, wale wanahitaji kuwa producer, wanatamani kujifunza jinsi ya kupiga beat, okay, vitu viko vingi sana vya kujifunza, masuala ya code. Karibu sana YK Media Production uweze kujifunza masuala ya codes hizi hapa. Hii ni code minor A. Okay, A minor. Okay, basi karibishe sana uweze kuwa na mimi katika video inayofuata. Nikutakia wakati mwema. Goodbye.